Jinsi ya kufanikiwa haraka bila kujitesa kupita kiasi. Habari, mimi naitwa Elikhan Tz. Leo tutajifunza hatua ambazo unaweza kuzifanya na ukafanikiwa bila kujitesa au kutumia nguvu kubwa. Ungana nami mwanzo mpaka mwisho wa somo hili, lakini hakikisha pia umesubscribe ili unapata masomo haya pale ambapo tunayaweka. Sasa kuna hatua ambazo ni muhimu ambazo unatakiwa uzifuate ili uweze kuona mafanikio bila kutumia nguvu kubwa. Sio kwamba usitumie nguvu katika mafanikio, ila kuna watu wanatumia nguvu kubwa lakini matokeo yanakuwa madogo, lakini kuna watu wanatumia nguvu kubwa lakini matokeo yanakuwa makubwa, lakini pia ni kwa muda fulani, lakini unakuta mtu anatumia kila siku na matokeo yake yanakuwa hayaonekani. Sasa leo tutajifunza hatua ambazo unaweza kuzifanya na ukaona matokeo bila kutumia nguvu kupita kiasi. Kila mtu huwa anataka kufanikiwa haraka, lakini wengi wanashindwa kwa sababu wanakosa njia nzuri. Mafanikio ya haraka yanahitaji mpangilio, uangalifu na tabia zenye busara badala ya kujitesa kwa kutumia nguvu peke yake. Unajua, kwenye ishu ya mafanikio kila mtu anatamani kufanikiwa, lakini wachache sana hutumia busara na akili na kufanya tabia ambazo ni za mafanikio, kwa sababu usipokuwa unajua kipi ukifanya kwa muda gani na kipi usikifanya kwa muda gani, utajikuta unafanya mambo mengi na huwezi kuona mafanikio. Kwa hiyo siri ni kujua kwamba ni kitu gani natakuwa nikifanya sasa hivi na kwa muda gani, na kupangia mambo yako vizuri kwa busara na utaona mafanikio. Sasa hebu tuangalia hatua ambazo unaweza ukazifanya ili kukusaidia kupiga hatua katika mafanikio bila kujitesa kupita kiasi. Kabla tujaangalia kwanza hatua, utakuwa kwanza uelewe nini maana ya kufanikiwa haraka. Kufanikiwa haraka sio kufanya mambo kwa pupa au kukimbizana na mambo bila mpangilio. Sasa tunapozungumzia hili swala la kufanikiwa haraka, mtu anaweza kufikiri kwamba sasa ni kufanya vitu kwa kasi, kukimbia. Hapana, ni tofauti na hivyo ninavyomaanisha. Ni kupata matokeo mazuri kwa muda mfupi kwa kutumia njia rahisi na zinazofanya kazi. Unaona, kwa mfano tuchukulie, kuna watu hawana elimu kwamba kuna vifaa ambavyo vinaweza vikalima shamba na shamba likamalizika kwa haraka zaidi, lakini bado wenyewe wanatumia kilimo cha mkono. Nachukulia mfano kwa mtu ambaye ana uwezo wa kununua kifaa cha kulimia hata ekari 10, lakini analima kwa kutumia watu ambao wanatumia majembe ya mkono. Kwa anatumia nguvu kubwa na muda mwingi, lakini kumbe angepata elimu kuhusu vifaa maalum kwa ajili ya kulimia, angechukua muda mdogo. Ndicho ninachomaanisha. Hata hivyo pia hata kwenye kilimo kwamba kuna mbolea, kuna uandaji wa shamba mzuri, kuna kilimo cha umwagiliziaji ambao vinaleta matokeo mazuri kwa haraka, lakini mtu unakuta hana elimu hiyo, anatumia nguvu kubwa kwa mazoea yale ambayo ameshazoea. Kwa hiyo unajikuta unatumia nguvu kubwa na unachoka mapema. Mfano, kama una biashara, baada ya kujaribu kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja, amua jambo moja muhimu lenye faida kubwa, alafu lifanyie kazi vizuri. Unajua, kuna issue ambayo inawasumbua sana watu. Unakuta leo anaanza kuuza dagaa, kesho anauza nguo, kesho kutwa anauza viatu. Sasa watu wakikutafuta, ulikuwa unachaji dagaa, unaambia sasa hivi nauza viatu. Haya, wakitafuta anauza viatu, unaenda kuuza dagaa tena. Kwa hiyo unakuwa hauna mpangilio wa biashara ambayo unaifanya, na matokeo hayawezi kuonekana kwa kurukaruka biashara tofauti tofauti. Mfano, chukulia watu watatu wanachimba shimo. Ile nguvu ambayo wangetumia wote wakachimba shimo moja likaenda mpaka kwa chini, wakawa wanachimba kila mmoja la kwake, watajikuta wote wameishia mashimo ambayo hayajaenda ndani zaidi, kuliko wangeungana hao watu watatu wakachimba shimo moja, ningeenda chini zaidi na wakaenda shimo la pili na la tatu na wangemaliza kwa haraka zaidi. Hiyo ndio inamaanisha kwamba ni kutumia akili, busara na tabia ya mafanikio ambayo itakuchukulia kiwango kikubwa cha kufanikiwa bila kutumia nguvu kubwa. Kufanikiwa haraka kunatokea pale unapochagua mambo machache muhimu na kuyawekea nguvu badala ya kugawanya nguvu kwenye kila kitu. Tuchukulie mfano hata lenzi huwa inakusanya miale ya jua ndio inachoma kitu. Ingekuwa inaitawanya isingeweza kuchoma. Kwa hiyo kuna nguvu kubwa kati
ya kufanya kitu kimoja na kutawanya nguvu zako zikienda tofauti tofauti. Ukiwa unafanya mambo hili unalifanya unaliacha, hili unalifanya unaliacha, hutakuja kufanikiwa jambo lolote, kwa sababu ile nguvu unakuwa unaihamisha, lakini nguvu ukiichukua ukaiweka katika sehemu moja utajikuta unafanikiwa haraka. Sasa hatua nyingine, weka malengo yako. Ishu kubwa ambayo watu wengi hawana na hawaizingatii ni kuweka malengo. Malengo ndiyo dira ya maisha yako. Malengo ndio yanakuambia unatakiwa uende wapi, na malengo yanakuambia kwamba unatakiwa uishie wapi, na malengo yanakuonyesha wewe sasa hivi uko wapi. Malengo ni kitu muhimu sana katika maisha yako ya kila siku, na watu wengi ni wachache sana ambao wanazingatia issue ya kuweka malengo. Wachache sana wanaoweka malengo wanafanikiwa, lakini wale ambao hawaweki malengo wanapitia changamoto kubwa, kwa sababu utakuwa unaishi tu, unatembea, unarudi ndani, hujui kwamba unataka vitu gani, hujui unahitaji vitu gani. Na malengo, watu wengi wanajidanganya kwamba sisi binadamu tumezoea vitu vya kuandika. Sasa watu wengi ukimuuliza na malengo gani, anasema na malengo yangu yako kichwani. Sawa, lakini utakuwa uyaandike, yawe wazi, yanaonekana, kwa sababu akili zetu tangu utoto tumezoea kuandika. Kwa hiyo ufahamu wetu na akili zetu vimezoea vizuri na vinafanya kazi vizuri. Ubongo wetu unafanya kazi vizuri pale unapokuwa unaandika, kwa sababu ndivyo vitu ambavyo vimezoezwa na ubongo wetu. Kama ulishaisikiza somo ambalo naelezea kuhusu jinsi ya kufundisha akili yako kuamini kitu fulani, nilisema kwamba ubongo unapenda sana vitu ambavyo unavirudia rudia. Kwa hiyo issue ya kuandika tunaandika zamani sana, kuanzia utotoni mpaka utu uzima. Kwa hiyo ubongo umeshazoea. Kwa hiyo lengo lako unatakiwa uliandike kwenye kalamu au kwenye karatasi. Andika, chukua kalamu na karatasi, andika lengo lako. Hata kama ni 3, 4, yaandike na yaeleweke. Sasa kwenye malengo kuna vitu vya muhimu sana vya kuzingatia. Huwa kuna kitu tunakiita SMART. SMART maana yake ni kifupi cha maneno ambayo ni hatua 5 ambazo kila lengo atakuwa lipitie hapo. Cha kwanza, lengo lako litakuwa liwe specific, yani liwe maalum. Usio na lengo la ujumla. Uweze kusema nataka kununua simu, lazima useme ni simu gani, kwa sababu simu zipo nyingi. Nataka labda kuongeza wateja, lazima useme wateja kiasi gani, 50, 100, kwa sababu wateja ni jina maalum, yani jina la ujumla. Tafuta jina maalum ambalo unalitaja au kitu maalum. Lakini pia lengo lako lazima liwe measurable, yani uweze kulihesabu kwamba nahitaji labda wateja 50, manake ndani ya miezi 3. Kwa maana ikifika miezi 3 hujapata watu 50, manake sasa umefeli kwenye lengo lako. Lakini liwe achievable. Usijiwekee malengo yasiyowezekana, yani lengo lako liwe linawezekana. Uweze kusema unataka kununua ndege wakati mshahara wako ni 100,000. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kama malengo ambayo hayawezekani yatakukalisha tamaa na utakata tamaa na utashindwa kupiga hatua ya maisha. Lakini lengo lako liwe realistic. Lenga kile unachoweza kwa rasilimali ulizonazo. Kama nilivyosema kwenye achievable, na inafanana sana na realistic. Huwezi ukawaza vitu vikubwa wakati uwezo wako kwa sasa hivi huwezi kwa hivyo. Sawa, tunashauriwa tu target vitu vikubwa, lakini nasemea kwenye malengo. Malengo unaandika yale ambayo wewe mwenyewe unahitaji kufikia sehemu fulani, hatua ambazo zinatakiwa uzifanye ili kufikia sehemu hiyo. Kwa hiyo huwezi kuandika kitu ambacho hakina uhalisia. Lazima uandike uhalisia wa maisha yako, ili sasa ndio utoke kwenye uhalisia uende kwenye maisha ambayo unayatamani. Lakini pia lengo lazima liwe na time bomb. Weka muda maalum wa kufanikisha hilo lengo lako. Huwezi kusema tu nataka wateja 50. Lazima useme kwa muda wa siku ngapi, au nataka wateja 50 kila siku. Maana umeshaweka na muda kwamba siku na masaa 24. Kwa maana siku masaa 24 yakishaisha, maana tayari umeshaona kwamba lengo lako limetimia au bado. Sasa hii SMART ndio inafafanua kuhusu jinsi ya kuweka malengo, na malengo yote lazima apitie kigezo cha SMART, kwamba yawe maalum, yawe yanapimika, yawe yanafikika, lakini yawe na uhalisia na muda maalum. Mfano, baada ya kusema nataka kuwa tajiri, na ni neno ambalo wengi wamependa kusema, utakuwa useme kwamba nataka kupata kipato gani. Uweze kusema nataka kuwa tajiri, lazima useme nataka kupata labda kipato cha shilingi milioni 10 ndani ya miezi 3 kupitia hii biashara yangu, au nataka kupata kipato cha bilioni 1 kwa mwaka mmoja katika hii kazi ninayoifanya au katika biashara zangu. Uweze kusema tu nataka kuwa tajiri.
tajiri kwa kiasi gani? Kwa sababu kuna matajiri ambao wanaongoza dunia, kuna matajiri ambao wanaongoza Tanzania hapa, kuna matajiri ambao wanaongoza Afrika. Sasa wewe utaka kuwa tajiri kwa kiwango gani? Hakunaga neno la maalum la ujumla. Kuna neno maalum. Wewe sema nataka laptop, lazima useme laptop kiasi gani, yani laptop ya aina gani na ya kiwango gani. Ndio hicho kitu kwamba ninachozungumzia. Lakini kitu kingine, elewa nguvu zako, elekeza nguvu zako kwenye kitu kimoja. Watu wengi wanajaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja na mwisho hawafanikiwi. Sasa kuna sheria inaitwa Pareto ambayo inasema 20, asilimia 80 na gawanya kwa asilimia 20, kwamba asilimia 80 ya matokeo yanayotokea hutokana na asilimia 20 ya juhudi ambazo zimefanyika. Mfano, kwenda kuongeza mauzo, zingatia biashara na bidhaa ambazo zinauza zaidi baada ya kujaribu kuuza kila kitu. Sasa kuna mtu aliyetengeneza hii sheria yanaitwa Pareto, alisema kwamba asilimia 80 ya matokeo ambayo yanaonekana ni asilimia 20 tu ya juhudi ambazo umezifanya. Hii inasaidia nini? Kwamba kuna mambo mengi ambayo unayafanya kila siku lakini hayana matokeo yote, lakini kuna mambo machache tu ambayo ukiyafanya yanaweza kuleta matokeo. Na hayo yote huwezi kuyajua mpaka uwe umeweka malengo yako na umepangilia mambo yako, kwa sababu kuna muda unaweza kuwa unafanya kitu ambacho hata baadaye hakiwezi kuleta matokeo, lakini ukifanya vitu viwili vitatu utaona kabisa kwamba vinakuletea matokeo makubwa kuliko kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwa hiyo uchukulie mfano, kuna bidhaa ambazo ukiziweka zinauza zaidi. Sasa wewe unakazania kuuza bidhaa zote, lazima uangalie hizi bidhaa zinapendwa sana na watu. Wewe unaweka nguvu katika bidhaa hizo, unauza zaidi na hizi zingine zinapata mauzo. Kwa mfano, labda bidhaa yako ambayo inauza zaidi, labda tuseme ni nguo labda za vijana wadogo. Kwa hiyo kaweka nguvu pale. Kwa hiyo wanapokuja mle wataona pia labda kama una viatu mle ndani watanunua. Wakiona wataona pia na nguo nyingine watanunua, kwa sababu umesha fungua njia kwamba wameona na bidhaa zingine. Kwa hiyo achana kufanya kila kitu, tafuta kitu ambacho vichache ambavyo unaweza ukatia nguvu yako na vikakuletea matokeo makubwa. Lakini hatua nyingine, tumia talanta zako za asili. Unajua kipaji ndio kinamsaidia mtu kufanya vitu kirahisi kuliko kutumia nguvu ya kawaida. Kwa mfano, tuchukulie mfano mtu ambaye anapenda kuimba au mwanamuziki. Kuimba kunakuwa ni rahisi sana kwake, au mtu ambaye anapenda kucheza mpira kama Cristiano Ronaldo. Kwa hiyo issue ya mpira kwake ni rahisi zaidi kuliko mtu ambaye hapendi mpira. Atumia nguvu kubwa sana kujifunza, kutumia muda kujifunza, lakini mtu anayependa atakuwa anafurahia. Kwa talanta ni muhimu sana kwenye kufanikiwa kwa haraka, kwa sababu inakusaidia kufanya kitu kwa urahisi bila kutumia nguvu kubwa na kuchoka. Kwa sababu ukifanya kitu ambacho ukipendi, daima utachoka tu na utajisikia vibaya muda mwingine, kwa sababu utakuwa unafanya jambo ambalo unajilazimisha kufanya muda wote. Tumia nguvu zako na ujuzi wa asili badala ya kujaribu kuwa unafanya kila kitu au kuwa kila mtu anachofanya kila kitu. Sasa unajua kuna issue, watu wengi wanapenda sana kila kitu yeye anafanya. Unakuta wewe ni mzuri labda kwenye issue ya kujenga mawasiliano. Tafuta watu ambao wanaweza kukusaidia kutengeneza biashara yako. Tafuta watu ambao wanaweza kusupport kazi yako. Kama wewe ni mzuri katika kuandika, tengeneza maudhui yanayouza na kukuza wateja. Kwa hiyo unaweza ukaangalia nguvu zako hizi kwa wapi, au uwezo wako binafsi uko sehemu gani. Katika sehemu hizo weka nguvu sasa. Weka nguvu, kwa sababu ukitumia talanta yako au uwezo wako inakuwa ni rahisi zaidi kufanya kuliko kutumia vitu ambavyo sio vya uwezo ulionao binafsi. Lakini issue nyingine, jenga tabia nzuri za kila siku. Hatua ndogo ndogo za unazofanya kila siku zinaweza kuletea tofauti kubwa ambayo baadaye unaweza kuiona. Kujifunza dakika 30 kila siku kuhusu ujasiriamali ni bora kuliko kusoma kwa masaa 6 mara moja kisha ukakatisha. Unajua kuna watu wana changamoto hii, labda anasoma leo siku nzima afu baada hapo hasomi tena. Lakini yule mtu ambaye anasoma consistency, kwamba dakika 30 kila siku anasoma kuhusu ujasiriamali, atakuja kupiga hatua kubwa, kwa sababu anasoma kila siku, kuliko mtu anasoma
mara nyingi kwa muda mwingi alafu asomi tena. Hiyo inakuwa sio nzuri. Tabia ndogo kama kufanya mpango wako wa kila siku, kufuatia malengo yako na kufanya kipimo kidogo cha matokeo ni chachu ya kupata mafanikio haraka. Kwa hiyo panga siku yako, tengeneza ratiba yako vizuri kwa siku, kufuatia malengo yako na angalia ulipofikia. Hiyo inakuchochea kufikia mafanikio unayoyahitaji. Lakini pia epuka kujitesa kupita kiasi. Kujitesa kupita kiasi kunapunguza ufanisi. Ukikosa usingizi, afya yako inakuwa duni na mawazo yanapelekea kufanya kazi yako isiwe nzuri. Kwa sababu ukiwa na kosa usingizi, afya ikiwa duni, utapata mawazo, na mawazo ukishapata, afya yako itakuwa duni. Watu wanaojaribu kufanya kazi kwa masaa 18 kila siku hawapumziki, mwili unashindwa kufanya kazi vizuri na mwisho wanachelewa kufanikisha malengo yao. Mafanikio ya haraka ni yale ya busara, jitihada na sio kutumia nguvu peke yake. Unajua kuna watu wanapenda sana kufanya kazi nyingi apumziki, lakini kiangalia kazi muda wote anafanya kazi, kuna vitu vichache sana angefanya vingeleta matokeo mengi zaidi, kama nilivyosema kwenye sheria ya Pareto kwamba 20% ya vitu wanavyofanya ndio vinaleta matokeo 80%. Kwa hiyo pangia mambo yako vizuri, weka muda wako vizuri, tenga muda vizuri. Sio issue kwamba kufanya kazi muda mwingi ndio unapata pesa zaidi. Unaweza kukuta mtu anafanya kazi masaa 2 na wewe unafanya kazi masaa 24, lakini mtu anayefanya kazi masaa 2 mkalingana kipato au akakuzidi. Nini siri ya huyu? Manake kaamua kufanya vitu vya muhimu. Usiwe mtu wa kutaka kufanya kila kitu, au usiwe mtu mbobezi wa kila kitu. Uweze kuwa mtaalamu wa kila kitu. Ndio maana hata pia madaktari, kuna daktari wa macho, kuna daktari wa meno, kuna daktari wa watoto, kuna daktari wa wanawake. Wanawake anakuwa amespecialize kabisa kwamba atakuwa na deal na vitu vya aina gani. Kwa hiyo tafuta kitu kimoja kia nguvu, lakini pia usijitese kupita kiasi. Sasa hatua ya mwisho, panga kila hatua. Andika orodha ya hatua na mpangilio wa kila moja. Panga muda wako vizuri, kipindi cha kazi, kipindi cha kujifunza na kipindi cha kupumzika. Usipokuwa na muda wa kuangalia kwamba huu muda nitafanya kazi, huu muda nitapumzika, huu muda nitaendelea na kazi, utajikuta unafanya kazi muda wote bila kupumzika. Kwa pangilia muda wako kwamba masaa 6 labda nitafanya kazi, masaa mengine nitapumzika, mengine nitaendelea na kazi yangu labda binafsi, au masaa 8 nitafanya kazi, mengine nitapumzika labda 2 au 3, afu nitaendelea na kazi, au nitapumzika saa 8 tena. Kwa hiyo pangilia muda wako vile ambavyo una uhitaji wa kufanikisha jambo fulani au una lengo fulani, kwa sababu malengo yanaweza kuchochea kufanya kazi zaidi au kufanya kazi kiasi kadri unavyohitaji kufanikisha hilo jambo. Lakini pia jitahidi, lakini usizidi. Mafanikio ya haraka yanatokea kwa jitihada za busara, sio nguvu zisizokuwa na mpangilio. Usijaribu kushinda kila kitu kwa wakati mmoja. Zingatia hatua muhimu za kufanya. Huwezi ukataka kwamba leo umeamka uwe umefanikiwa. Hata mwanafunzi anapoenda darasa la kwanza anasoma la pili, la 3 mpaka la 7. Tafuta vitu vya msingi vya kufanya leo, afu pumzika na vingine vifanye kesho. Na weka jitihada zako kwa busara. Usiwe tu mtu wa kufanya kitu bila kuangalia hichi kitu kina faida gani au kitaniletea matokeo gani. Zingatia kanuni ya Pareto ya 20% kwa 80. Mfano, baada ya kujaribu kufanya kila kazi ya biashara yako, fanya hatua 3 muhimu kila siku ambazo zitakuletea matokeo makubwa. Sasa malengo ukijumlisha na nguvu kwenye kipengele kimoja, ukajumlisha na tabia za kila siku na mpangilio wa busara, mafanikio ya haraka yanatokea bila kujitesa kupita kiasi. Usifanye kazi mpaka uchoke. Fanya kazi kwa busara na mpangilio. Mafanikio ya haraka yatakuja bila kuumiza mwili au akili. Kwa hiyo vitu vya msingi, sio kwamba mafanikio ya haraka hayawezi kutokea kwako, lakini sasa lazima ujue vitu vya muhimu. Weka malengo yako, weka nguvu zako kwenye kitu kimoja, pangilia tabia zako za kila siku, weka mpangilio kwa busara, utapata mafanikio kwa haraka. Lakini usipokuwa na vitu hivi, utajikuta unafanya kazi tu kila siku, unafanya kazi lakini hutaona matokeo. Asante sana kwa kunisikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Kama una swali, unaweza comment sehemu ya comment, nami nitalifanyia kazi.
Tukutane tena kwenye somo linalofuata. Bye bye.